Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa zile zake za mashariki, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumapili ya tarehe Juni 22 mwaka wa 2025. Nini tumekuandalia leo? Ndugu mtazamaji, katika habari zetu za asubuhi ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo kumpokea kwa chumba chake cha kazi kwa mazungumzo Generali Muhoozi Kainerugaba, kamanda wa jeshi la Uganda la UPDF, akiwa ziarani katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni tangu siku ya Ijumaa ya tarehe Juni 20 mwaka huu tulionao. Ili kujua mengi kuhusu hayo ambayo ilimpelekea kamanda huyo wa majeshi ya Uganda na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kauli mbiu ambao ni wewe ambao bado hujasubscribe, yani kujiabone. Huu ni muda wako, usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yani kupartage kwa wengine, ndugu jamaa na marafiki. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ikumbukwe hapa kwamba siku ya Jumamosi ya tarehe 21 mwezi Juni tuliwazungumzia kuhusu ziara aliyoifanya generali huyu Muhoozi katika mji wa Kinshasa, na ambaye ndiye kamanda mkuu wa vikosi vya nchi ya Uganda. Katika mazungumzo yao, kama vile ilivyoripotiwa na vyanzo vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, kuna mikataba mipya ambayo iliweza kusainiwa pamoja na kukuza mikataba iliyokuweko ambayo inahusu haswa muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na lile la Uganda UPDF kwenye operesheni za pamoja zilizopachikwa jina la Shujaa. Malengo ya operesheni hizo ni kufika waasi wenye asili ya Uganda wanaojulikana kama vile Allied Democratic Forces ADF MTN, ambao wanapatikana kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu hivi sasa. Kwa namna nyingine mitahani wakisema ni zaidi ya miaka 30 wakiwa kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya visa vya ugaidi walivyovianza miaka tosha iliyopita na kuendesha mauaji mengi katika maeneo ya wilaya ya Beni kama vile jiji la Beni, hata wakaendesha vitisho katika nchi ya Uganda. Mnamo mwaka wa 2021 nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia majeshi yao pamoja na ya Uganda, yaani ikifahamika UPDF na FARDC, walianza operesheni za pamoja zilizopachikwa jina la Shujaa ili kuwafika wapiganaji hao wa ADF ambao ni tishio la nchi ya Uganda, lakini wakiwa ni wale ambao wameendesha mauaji mengi ya raia wasiokuwa na hatia yoyote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa haitoshi, kuna miradi ambayo inatarajiwa na ambayo tayari ilikuwa imeanza na ikasimama. Ni mfano ujenzi wa barabara inayotoka Kasindi kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda. Barabara hiyo ambayo inatarajiwa kutandikwa lami itatoka Kasindi kwenye mpaka kama nilivyozungumza wa Uganda na Kongo hadi Beni, apatao kilomita 79, apatao kilomita 80. Vile vile itaendelea kutoka Beni hadi Butembo. Butembo na Beni ni kilomita 54. Kazi hizo za ujenzi wa barabara zilianza, ukarabati ukianzishwa, lakini kwa muda ikaweza kusimamishwa. Na kupitia ziara aliyoifanya Generali Muhoozi Kainerugaba pamoja na ujumbe wake ukipokelewa na uongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mjini Kinshasa, uliokuwa ukiongozwa na Generali Mwilambwe. Ndugu mtazamaji, kikao
Kati ya majeshi hayo hayakuishia hapo, lakini jenerali huyu wa Uganda Muhoozi Kainerugaba alikutana vile vile na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo, wakizungumzia masuala kadha wa kadha. Na ninapopiga hatua nyuma, lazima nikumbushe hapa kwamba kwenye matangazo yetu ya siku ya Jumamosi, katika matangazo yaliyotolewa na vyanzo vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba operesheni za pamoja kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, FARDC na UPDF, itaendelea hadi huko mkoani Ituri, kuendelea kusaka wapiganaji wa IDF ambao walikimbilia sehemu hiyo. Pamoja na hayo, kuna ulinzi wa kazi za ukarabati wa barabara toka mjini Kasindi kwenye mpaka wa Kongo na Uganda, wilayani Beni, kuingia katika jiji la Beni na kuendelea hadi huko jijini Butembo. Kazi hizo zinatakiwa zipate ulinzi ya wafanyakazi wake na ambao ni jeshi la Uganda UPDF na lile la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ambao wanatakiwa waweze kulinda usalama wa kazi hizo, kwanza wafanyakazi na vifaa vyake. Ndugu mtazamaji, mengi ambayo yalitokea kwenye kikao cha jenerali huyu wa Uganda na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado kufichuliwa kwa channel yako hii Kuna Nini News, na endapo tutaweza kupata mengi, hatuna budi kuwatolea mnamo siku za usoni. Lakini ni hapo ambako tumekomea kwa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Wacha niondoke nikikushukuru wewe ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho, nikikutakia kila laheri.